Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Daktari Chikalamoto. Tunaendelea na vipindi mbalimbali, tunaendelea na elimu zetu mbalimbali za kuweza kuelimishana, na siku ya leo tuko katika mfululizo wa vipindi vyetu vya nyota, na nilishawaeleza kwamba safari hii nataka muelewe kwamba vipindi vinavyoelezea vya nyota vinavyohusu nyota, tunaelezea nyota katika upande au katika engo ya kujua wenye nyota fulani kipaji chao ni kipi. Kwa mfano, tulishopita tukaelezea vipindi vingine vya nyota nyingine. Siku ya leo ningependa tuelezee hii nyota, mtu mwenye nyota ya ng'ombe ana kipaji gani? Hiki ndicho kipaji cha mtu mwenye nyota ya ng'ombe, kwa sababu unatakiwa ujue kipaji chako, unatakiwa ujue karama zako, kitu ulichopewa na Mwenyezi Mungu. Manake kile kitu ulichokuwa umepewa na Mwenyezi Mungu ndicho kinachokuwa na mafanikio, ambacho Mwenyezi Mungu alikitia siku ile unayozaliwa, tarehe ile unayozaliwa, mwezi ule unaozaliwa, pale ulipokuja duniani, ulipoletwa huku duniani. Ina maana tayari ulikabidhiwa vitu fulani ambavyo vikuongoze katika hii dunia. Kwa hiyo hata siku ile uliozaliwa, kumbuka ile tarehe uliozaliwa na ule mwezi uliozaliwa, ndipo malaika wako ambaye anakuongoza katika hii dunia alikuwa ulikabidhiwa. Kwa yule malaika ndio mwenye kukupa nuru. Sasa ile tarehe ambayo uliozaliwa na mwezi uliozaliwa ndipo inayokupa mwongozo ya kitu gani ukifanye wewe katika maisha yako, ya wewe kipaji chako ni kipi. Sasa watu wengine hawaelewi vipaji vyao. Sasa vipaji unavichambua katika nyota. Sasa hizi nyota watu wanazipuuzia, na hizi nyota ni vizuri kuzijua kwamba wewe ni mtu ambaye uko katika tawala ya nyota gani au nyota gani inayokuongoza, kwa sababu kila mwanadamu anaongozwa na nyota, na hiyo nyota ni nyota yenye kukupa manufaa, kwa sababu ndani ya nyota kuna nuru na kuna malaika wazuri wenye heri ambao wanakuongoza katika maisha yako ya kila siku, na wanaokuwa wanakupa taarifa za kila siku, na ambao wanahitaji wanakuwa wanatia nguvu kile kitu ambacho unakuwa unakifanya, wanatia nguvu biashara yako unayoifanya, kwa sababu ni malaika ambao ulikabidhiwa ile siku ambayo umezaliwa, mwezi uliozaliwa na tarehe uliozaliwa. Kwa ni muhimu sana watu mkajua nyota yenu kwa kutumia, na unapojua nyota, unapotaka kujua nyota, tumia tarehe ya kuzaliwa na mwezi. Tumia tarehe ya kuzaliwa na mwezi. Si vibaya kutumia jina, lakini kitu ambacho kitakupa ukweli halisia, na kitu kilichokuwa halisia ni tarehe na mwezi. Kwa sababu vipi nasema tarehe na mwezi? Kwa sababu tarehe na mwezi uliozaliwa havibadiliki kamwe. Tarehe na mwezi uliozaliwa havibadiliki kamwe. Mpaka unapokufa. Ndio maana unakuta watu wanapokuwa wametangulia mbele za haki, huwa wanaandika huyu alizaliwa tarehe fulani, amekufa tarehe fulani. Alizaliwa tarehe fulani mwezi fulani, amekufa tarehe fulani mwezi fulani. Achana na hivyo vya miaka, lakini kikubwa kinachomata ni tarehe ile na mwezi uliozaliwa. Ni vitu ambavyo vinashabihiana sana, na ni vitu ambacho vinahusiana sana na uhalisia wa maisha yako ya kila siku utakayoishi katika huu ulimwengu. Kwa utakapokuwa unajua hivi, na mimi ni rahisi sana utakapokuwa nimejua tarehe yako na mwezi wa kuzaliwa, kujua wewe kipaji chako ni kipi ambacho umepewa na Mwenyezi Mungu. Wewe karama yako ni ipi? Usiwe kwamba unakaa kwenye karama ya mtu mwingine, unafanya vitu vingine ambavyo si vyako wewe. Ndio maana unakuta mtu leo mambo hayaendi, kila kitu nikifanya hakiendi, kila nikishika pesa hazikai, kwa sababu unaishi maisha ili mradi haujui wewe ni kitu gani ambacho ukikifanya kitakupa matokeo ambayo yatakuwa ni matokeo yatakayokupa msaada katika maisha yako, au matokeo yasiyokuwa na kipingamizi na kikwazo chochote. Katika maisha ya binadamu tuna changamoto, vikwazo vipo, na watu tumeumbwa ili tukutane na vikwazo vya aina mbalimbali. Sasa mtu unapokimbia vikwazo, natakiwa unapopata vikwazo uweze ukapambana na vile vikwazo, utapata wepesi. Kwa hiyo ndugu zangu, siku ya leo nitaka niweze nikawaelezea wale watu wenye nyota ya ng'ombe wana kipaji gani na kazi gani wanapaswa wazifanye.
wale watu wenye nyota ya ng'ombe. Wewe mtu ambaye unajijua nyota yako ni ng'ombe, ambayo umeshafanya tafiti ukajijua kweli nyota yako ni ng'ombe, kweli nyota yako ni ng'ombe, kipaji gani ambacho ulichokuwa nayo wewe, ambacho hicho kipaji hebu kitumie. Watu wenye nyota ya ng'ombe wamepewa na Mwenyezi Mungu, wamepewa karama na Mwenyezi Mungu ya uponyaji. Yaani ni watu ambao ni akifanya kazi yoyote ambayo inahusu na uponyaji, inaleta matokeo haraka sana. Yaani kubli, kuna kitu tunaitwa kubli katika kwa binadamu. Kuna kitu kinaitwa kubli. Sasa ile kubli imetiwa kwa mwanadamu, ambayo kuna vitu akivifanya vinakuwa vinaleta matokeo kwa haraka sana na kwa asilimia kubwa sana. Kuna mtu mwingine huyo anaweza kufanya kazi uliyofanya hiyo na asifanikiwe, lakini wewe ukifanya kazi hiyo unafanikiwa zaidi. Lakini unaweza kusema mbona mimi nimefanya kazi hii kama anayofanya mwingine, lakini mimi sifanikiwi, mwenzangu anafanikiwa? Kwa sababu yeye anaishi katika njia ambayo ni sahihi, ni njia halisia, yaani anapita kwenye kubli yake. Ndio maana nikawaambia kwamba watu wenye nyota ya ng'ombe wana kipaji ambacho ni cha uponyaji. Wana uponyaji wa namna gani? Yaani watu wa namna hii, hata akimwekea mtu mikono kwa wale wanaoombea, hata kwa wale ambao wana mtu akichukua dawa akikupatia, mtu mwenye nyota ya ng'ombe, kubli au kipaji walichopewa na Mwenyezi Mungu ni kipaji cha uponyaji. Yaani wana kipaji cha uponyaji kikubwa cha hali ya juu, haswa kwa kutumia. Ukikuta wale wachungaji ambao wanaokuwa wanaombea kwa wanakushika watu mikono, wengi wale ambao wana nyota ya ng'ombe ni wale ambao unakuta kwamba wanakuwa wanafanikiwa sana katika upande huo, katika mlengo huo wanafanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu wanapita katika njia yao. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kumtibia mtu kwa uponyaji kwa kutumia mikono. Yaani akimuombea tu kwa kumshika mtu yule anaweza akapona au akafanikiwa jambo lake au akatatuliwa tatizo lake kwa kutumia mikono tu, kwa sababu ndio nguvu ipo ndani ya mikono, wamepewa na Mwenyezi Mungu, ipo ndani ya mikono. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi. Alafu watu kama hawa vipaji vyao ni watu ambao kwenye upande wa hesabu, yaani wa mahesabu, akiwepo darasani ni mtu ambaye anaelewa kwa urahisi sana hesabu, kwa sababu ni kipaji ambacho kiko ndani yake, ni kipaji ambacho kiko ndani yake. Kwa hiyo ni watu ambao wanakuwa ni waelewa sana katika mambo ya hesabu. Akifundishwa kidogo swala la hesabu, wanakuwa ni watu wenye vipaji maalum. Hawa ni wale watu wenye nyota ya ng'ombe. Kwa hiyo wewe kama wewe mwenye nyota ya ng'ombe, hebu fanya hivi vitu ninavyo kuelekeza, utaviona kwamba unafanikiwa kwa urahisi, kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu hii ndio karama ambayo umepewa na Mwenyezi Mungu. Hiki ndicho kipaji ulichopewa na Mwenyezi Mungu, wewe mwenye nyota ya ng'ombe. Alafu wewe mwenye nyota ya ng'ombe, kazi gani ambazo unatakiwa uzifanye ili uweze ukafanikiwa kiurahisi? Kazi gani ambazo unatakiwa uzifanye zitakuletea mafanikio kiurahisi, wewe mwenye nyota ya ng'ombe? Kazi zenyewe ni kazi za mziki. Ukifanya kazi za mziki, haijalishi wewe utakuwa sijui watu wanaita wale waandaaji wa mziki, haijalishi utafanya mziki wewe mwenyewe kuwa kama mwanamziki, haijalishi utasimamia mziki, utakuwa na mafanikio makubwa sana katika mambo yako, utakuwa na mafanikio makubwa katika hiyo kazi yako ambayo unaifanya. Hata vile vile watu wa namna hii, kazi gani unayotakiwa nyingine uifanye ni kazi ya mgahawa au hoteli. Ukifungua hoteli au ukisimamia hoteli au ukifungua ukiwa na mgahawa, ukifanya kazi za namna hii, mtu mwenye nyota ya ng'ombe, utafanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Utafanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu ni kazi ambazo zinakupa nguvu, ni kazi ambazo ndiyo kipaji chako cha halisia. Vile vile watu wa namna hii, ukifanya kazi
ukiwa wale wenye nyota ya ng'ombe wakiwa ukifanya kazi ya uhasibu, kweli wewe utafanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu utakuwa mahesabu yako unayoyafanya, hata kupata shoti inakuwa ni kazi sana, Vile vile watu kama hawa wenye nyota ya ng'ombe, wewe ukifanya sanaa za uchongaji wa nini? Uchongaji wa vinyago. Ukifanya kazi sanaa za uchongaji wa vinyago, yaani ukiwa mtu mwenye kuchonga vile vinyago, kweli utafanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, na kazi yako itakuwa na mvuto, itakuwa na wateja wengi, itakuwa na watu wengi ambao wanakufuata, itakuwa ni watu wengi ambao wanakuja kukuungisha hiyo biashara yako. Kazi nyingine ambayo unatakiwa ufanye wewe mwenye nyota ya ng'ombe ni kazi ya ujenzi. Ukiwa mjenzi, uwe ni mjenzi wa namna hiyo. Kazi yote inayoitwa ya ujenzi, kujenga nyumba, sijui mtu unayejenga, labda unachimba visima, unajenga vitu vingi vinavyohusiana na kujenga. Mtu mwenye nyota hii ni ambaye atapata mafanikio kwa kiwango kikubwa sana kutokana na kazi yake hiyo ambayo atakuwa anaifanya. Ndugu zanguni, nafikiri mtakuwa mmenielewa kwa makini na mtakuwa mmenielewa kwa uchache haya niliyowaelezeni. Kwa wale wenye nyota ya ng'ombe, utakuwa umeelewa kipaji chako. Lazima narudia tena, elewa kipaji chako. Kwa wale wenye nyota ya ng'ombe, na haya niliyozungumzia kwenye hiki kipindi ni wale wenye nyota ya ng'ombe tu. Kwa wale wenye nyota nyingine, kama unahisi wewe umesikiliza hii clip wewe sio nyota yako hii, basi hebu endelea kufuatilia vipindi vingine. Utapata wewe kipaji chako ni kipi, kitu gani na kazi gani unatakiwa uifanye, jambo gani unataka ulifanye katika maisha, au karama uliopewa na Mwenyezi Mungu wewe ni ipi. Na fuatilia. Wewe ukishafuatilia kwa makini, utagundua hicho unachokifanya ndio huwa kinakupa matokeo pasina vikwazo vyovyote. Sio kila kitu wewe ni jambo la kufanya, au unaona mtu anafanya kitu fulani na mafanikio na wewe unafanya, utaishi na utaenda kwenye nguvu za mwenzako au kwenye mafanikio ya mwenzako, ambao sasa hautafanikiwa kama yule ambaye umemuiga kufanya anavyoweza kuwa anafanikiwa. Kwa ndugu zanguni, endeleeni kusubscribe channel hii ya Dr. Chikaramoto, muendelee kupata elimu mbalimbali, utapata faida na mtapata vitu ambavyo vitawasaidia sana. Asanteni, na endeleeni kupiga simu ya 0784994048 masaa 24. Na hii simu inapatikana WhatsApp, au kwa kupiga unaweza kupiga. Utanipata masaa 24 na utapata hizi huduma ninazokuambia, au tiba yoyote utaipata ukiwa sehemu yoyote na nchi yoyote. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni, na endeleeni kufuatilia vipindi vingine. Asanteni.